Tukiendelea kulazimisha Yanga waweze kuthibitisha au bodi ya ligi waweze kuthibitisha ni kiungo gani alihusika kwenye hilo sakata, basi tunaingiza mpira wetu shimoni moja kwa moja, kwa sababu haya ambayo yanataka kutokea Tanzania yalishatokea Kenya, yalishatokea Zimbabwe. Steve, habari za wakati huu kaka? Namshukuru Mungu, silalamiki, niko sawa bin sawia. Na mambo yanasonga. Ndio. Bwana, mvutano umezidi kuwa mkubwa kweli kweli, na wewe ni mtu wa boli, tukaona tufunge safari ili tuzungumze na wewe kinaga ubaga kwenye hiki ambacho Young Africans wamekizungumza. Picha gani unaipata na mpira wetu upo kwenye hali gani, Steven? Ukiangalia ni kitu ambacho kwa watu wa soka tulikuwa tuna expect kutokea kitu kama hiki, kwa sababu alam ilianza kuonekana mapema kabisa. Ukiangalia sakata hili limesababishwa na Machi 8 kuto kufanyika ile mechi, mpaka sasa kumekuwa na kizungumkuti, na hiki ambacho kinatokea sasa, watu tulishatoa maonyo haya mapema kabisa kwamba jamani, huko tunakoelekea hali itakuwa si hali, na hiki ambacho kimekwenda kuthibitishwa katika mkutano ambao bodi ya ligi waliweza kuitisha dhidi ya taasisi ya Dar es Salaam Young Africa. Mkutano ule umekwenda kuwa ni panga na kisu kikali kwenye shingo ya bodi ya ligi, kwa sababu Yanga walichokuwa wanakihitaji sasa kimekwenda kuonekana sawia kabisa, kwamba wao walikuwa wanahitaji waingie kwenye mtego na bodi ya ligi pamoja na TFF wameingia katika mtego wa Yanga. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba tayari katika ule mtego ambao walikuwa wameutega Yanga, tayari bodi ya ligi wameingia shimoni na hawana pa kutoka. Ndio. Kwa jinsi sasa ambavyo Young Africans wamezungumza mambo mazito kweli kweli yanayohusu pia hata kutolipwa fedha za mashindano, hii inakwenda pia kutia dosari kwa namna gani? Lakini bodi ya ligi ndio wanaoingia mikataba na makampuni kadha wa kadha ili kudhamini ligi yetu. Wanatengeneza picha gani wao pamoja na wadhamini ambao wameshaingia na wale ambao wanafikiria kuingia kuweka fedha kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara? Yaani hapo ni kwamba kidonda kimekwenda kuchokozwa na kisu chenye ncha kali, alafu kikiwa na pia kina moto. Okay. Ukiangalia katika hali ya uhalisia ni kwamba kuna maswali ya kimkakati ya kujiuliza. Yes, CRDB ambao wanadhamini kombe la shirikisho, angalia ni msimu wao wa kwanza tu wameanza kufanya kuweza kubadilika kutoka kwenye Azam Federation Cup kwenda kwenye CRDB Federation Cup, na hadi kombe likabadilishwa, mfumo wa kombe ukabadilishwa, muonekano ukabadilishwa. Hivi inakuwaje? Kuna maana gani ya kuweza kuingiza udhamini mpya ambao mdhamini huyu anakosa nguvu ya kuweza kumpa mshindi zawadi yake? Je, kuna umuhimu gani yeye kuwa mdhamini? Kwa hiyo moja kwa moja unakwenda kuichafua taasisi ya tatu ambayo yenyewe iliweza kujinasibu kwa mdhamini. Je, ni kweli CRDB hawajatoa pesa ya mshindi? Kama jibu la msingi ni kweli ilitoka, je, kwa nini mshindi hakupewa ile pesa? Kwa hiyo hapo tayari kuna mtego mwingine ambao Yanga wameweza kuutega, na mabomu yake sasa yanakwenda kulipuka, kuona kwamba ni kwa namna gani kwamba Yanga wanapolalamika kwamba bodi ya ligi, mamlaka inayosimamia mpira haitendi haki katika mpira wa Tanzania, lakini wao wamekuwa kama vivid example kwamba sisi Yanga tuna ushahidi wa kuto kutendewa haki. Moja ya ushahidi ni kwamba mpaka leo hii sisi hatujapewa pesa yetu ya ushindi ya CRDB Federation Cup. Kwa hiyo tunatazamia kuona uongozi wa CRDB utoke useme kwamba jamani, kwa kile ambacho kimezungumzwa, kosa sio la TFF, kosa ni la sisi wenyewe, kwamba jamani, tulikuja kudhamini lakini tukiwa bado hatujajipima vizuri kwamba je, tunaweza tuka handle kuweza kutoa zawadi kwa washindi, tunaweza tuka handle kuweza kuidhamini ligi ya CRDB Federation Cup, au imekuwa ni kwa bahati mbaya. Wao watatoka kuja kusema, kama kitoka kusema kwamba sisi tuliweza kutoa zawadi lakini zawadi zilifika kwa walengo, kwa hiyo ina maana kwamba kuna sehemu ya watu kuweza kuwajibika. Okay. Unafikiri sasa bodi ya ligi kwa haya yote yanayoendelea, kwa sababu mengi yalifichwa, lakini sasa hivi tumeshaona mambo mengi yanapata kuendelea, mabaya mengi Young Africans wameandika, wanastahili kuongoza mpira wa Tanzania ili kufikisha mpira huu pale ambapo tunataka wa Tanzania ufike? Ukiangalia kwa moja katika jicho tu la haraka, unaona kabisa mamlaka zimeshindwa kuweza kuusimamia mpira, na katika madai yao matatu ya Yanga ambao wameweza kuyatoa, ukiangalia kuna madai ambayo bodi ya ligi wanaweza wakayasikiliza, lakini kuna madai ambayo yako juu ya uwezo wao, na hata katika taarifa wao wakasema kwamba wao wanaona kuna katika madai ambayo Yanga wameyapeleka watahitaji kuyapeleka katika mamlaka ya juu kwa sababu yako juu ya uwezo wao. Kwa sababu gani? Kuna pande ya kwanza ukiangalia wanaposema kwamba mwenyekiti wa bodi
na pamoja na mtendaji wa bodi aweze kujiuzuru. Hiyo unaona kabisa katika hali ya kawaida, kwa haraka kujiuzuru kwake ni yeye kuandika barua, naweza kuachia ngazi, ikawa ni sawa bin sawia. Lakini kwa upande wa katibu wa TFF huweza kujiuzuru, ina maana kwamba hili ni takwa ambalo kwanza katibu aandike barua kujiuzuru, lakini rais wa TFF pia athibitishe kwamba mimi bwana ninakubali wewe kuweza kujiuzuru, kwa sababu ukiangalia katibu wa TFF matakwa yake mengi yanaendana na mtazamo aliokuwa nao rais. Je, rais atakuwa tayari kwa katibu wake kuweza kujiuzuru? Na je, anaweza akampata katibu ambaye anaweza akaendana mitazamo pamoja na Wallace Karia? Moja kwa moja, kama katibu angekuwa mtazamo wake huko tofauti na Wallace Karia, basi katibu angekuwa wa kwanza kuweza kuondoka. Okay. Lakini kwa nini mpaka leo katibu yuko? Maana yake anachokifanya katibu Wallace Karia anakikubali na anakipenda. Kwa hiyo ina maana kwa madudu haya ukienda kwa katibu, mwisho wa siku unajua kuna hata rais pia astahili kukaa pale katika ile nafasi, kwa sababu kama katibu ameweza kufanya madudu haya na watu wamelalamika kwa muda mrefu na Wallace Karia kakaa kimya, ina maana kwamba Wallace Karia anayabariki anafanya katibu. Kwa hiyo Yanga wamekwenda kuibua kitu ambacho ni kizito. Yanga wamekwenda kuibua kitu ambacho kinakwenda kufungua alarm za watu wengi sana na wapenda soka. Ndio. Sasa Steven Mapunda, msemaji ama afisa habari wa klabu ya Yanga, Ali Shabani Kamwe, alizungumza pia kwa kumtaja kigogo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio chanzo cha Simba kutoingia uwanjani, ikisemekana ya kwamba kuna namna walipanga kati ya Simba na huyo kigogo ili wasiingie kwa sababu ya kuinusuru Simba. Kwa hiyo ikatengenezwa kama zengwe hivi kwa namna moja ama nyingine. Haya yana afya gani? Na Ali Kamwe, je, kuyazungumza haya yuko sahihi ama kijana amevuka mipaka? Mtazamo wako? Mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba ni hapo inakuja ile kauli ya Waswahili kwamba ukimwaga mboga mimi namwaga ugali. Yaani hicho ndio ambacho kimetokea. Kwa upande wa Ali Shabani Kamwe kwa kusema hayo ambayo ameyasema, kwa sababu tayari tushafika kwenye climax. Unajua katika jambo lolote kunakuwa na hatua tatu za kuanza. Kuna kitu kinaitwa exposition, kuna kitu kinaitwa conflagration na kuna kitu kingine kinaitwa climax. Kwa hapa tulipofika tumefika kwenye climax, yani katika piki ya juu kabisa ya majibizano, piki ya juu ya kutokuelewana, piki ya juu ya kutokuwa na maelewano ya pande zote. Kwa hiyo katika piki hii sasa ndipo pale kila mmoja anaweza akatema nyongo yake. Kwa hiyo inawezekana upande wa Dar es Salaam Young Africa wamefika kwenye climax ambayo sasa hapa tulipofikia it is enough. Lazima tuweze kuweka bayana vitu vyote ili tuweze kuelewa, kwa sababu kuna baadhi ya watu hawatuelewi kwa nini tunashikilia haya. Na kwa kuthibitisha hilo kwamba wamefikia katika hilo waweze kuweka bayana, tumeona hata upande wa pili ambao wao walionekana kuwa kimya muda wote, ambao ni Simba Sports Club. Baada ya Yanga kufika kwenye climax na kuanza kuongea baadhi ya vitu ambavyo hawakuwahi kuviongea, tunaona upande wa pili wenyewe pia wanaibuka na kuweza kutoa na yeye hoja zao pia kupitia sakata hili ambapo mwanzoni walikuwa kimya. Ndio. Umeona? Kwa hiyo unaona katika hili Dar es Salaam Young Africa wako sawa bin sawia, na pia Dar es Salaam Young Africa wanakifanya kwa mustakabali wa mpira, lakini pia wanasimamia kile ambacho wao wanakiamini, na bila shaka kabisa Dar es Salaam Young Africa watakwenda kuokoa mpira wetu na kuweza kuonyesha namna gani mpira unatakiwa kuweza kuendeshwa. Ndio, nini sasa tukifanye kama taifa? Nini tukifanye kama wapenda soka kwa sababu ya kunusuru mpira wetu? Kwa sababu mpaka sasa hivi mpira wetu umeshaharibika. Mambo yaliyozungumzwa ni mazito. Kama wewe ni mwanasoka, nafikiri utakuwa unaelewa ni kwa namna gani mpira wetu umenajisiwa na baadhi ya watu wachache ambao huenda wanafanya kwa maslahi yao binafsi. Nini kifanyike tunusuru mpira huu uwe kwenye haki zaidi? Cha kufanyika hapo, jambo la kwanza ni kwamba tukiendelea kulazimisha Yanga waweze kuthibitisha au bodi ya ligi waweze kuthibitisha ni kiungo gani alihusika kwenye hilo sakata, basi tunaingiza mpira wetu shimoni moja kwa moja, kwa sababu haya ambayo yanataka kutokea Tanzania yalishatokea Kenya, yalishatokea Zimbabwe, yalishatokea Nigeria, kwa serikali kuonekana kuingilia maamuzi ya soka na waliweza kupigwa bani. Na Tanzania tunaenda kuwa waandaaji wa CHAN pamoja na AFCON. Lakini ukiangalia katika hili la mashindano ya CHAN, kama ikitokea ikaonekana kwamba serikali inaingilia maamuzi ya michezo, maana tunakwenda kufutiwa uandaaji wa mashindano, tunakwenda kufutiwa kabisa, na nyasi zetu tutegemee kuzianze kuota nyasi za kutosha kabisa kwenye viwanja vyetu, kwa sababu tunaona yalitokea Kenya viwanja vyao vingi ambavyo vilikuwa vina ubora vikaja kuwa na nyasi ndefu kweli kama za kulisha ng'ombe. Kwa hiyo kwa Tanzania tutegemee kuja kuona kitu kama hicho. Kwa ili asitokee hayo, basi katika madai matatu ya Yanga ambao wameyaomba, basi yakifanyika hata mawili itakuwa ni kunusuru mpira wetu. Yes. Kama
bodi ya masaa 72 itavunjwa. Ikivunjwa ile, kama Almas Kasongo akiweza kujiuzuru kweli akaondoka, basi hiyo mimi naamini inawezekana dabi ikaenda kuchezwa hata kama katibu wa TFF asipojiuzuru. Lakini kama hawa maeneo mawili wanaweza wakajiuzuru na kuweza kukaa pembeni, mimi naamini Dar es Salaam Young Africa wanaweza wakacheza huo mchezo, lakini wakati huo pia wakatoa maelezo ya kutosha kwa nini katibu asijiuzuru kwa sasa, lakini aweze kukubali kwamba anaweza kuwajibika. Bwana Stephen Mapunda, mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Mimi nashukuru sana. Asante sana. Asante.